Walter Rodney aliandika, How Europe Underdeveloped Africa. Kutuonyesha anayesababisha wa Afrika tule nyasi ili tumshughulikie. Sisi tukashughulika na kitabu chake kujibu mitihani, tukafaulu vizuri. Tukatunukiwa vyeti na kurudi mtaani kuendeleza ulaji wa nyasi. Huku mali zetu zikiendelea kuuliwa na wanatotukana kwamba mtu mweusi ni alama ya umaskini na udumavu wa akili. Tukawajibu kwa kukataa Uafrika wetu kwa lugha, rangi na nywele. Tukala mkorogo kutokomeza rangi nyeusi, tukafuga mawigi kichwani kuficha nywele tamu za kipilipili. Matokeo yake, ukiongea Kiingereza unatukuzwa kuanzia mtaani hadi madhabahuni. Ukiongea cha kwenu unaonekana kupitwa na wakati. Hata mchungaji bila kutupia oh Jesus, hallelujah, anaonekana kuwa mbali na Mungu. Kwa ujinga huu miaka 20 ijayo lugha zote za Afrika zitatoweka. Kizungu kitashika hatamu. Miaka ikapita. Kitabu cha Walter Rodney kikakosa ladha. Tukakiita outdated kwa hoja ya kwamba tatizo la Afrika sio ukoloni. Tatizo la Afrika ni viongozi dhalimu na serikali zinazowajibika kwa serikali badala ya watu. Kwamba wakoloni walishaondoka kitambo. Halafu anayesema wakoloni walishaondoka kitambo anasubiri soko la dunia lipange bei ya kahawa ya bibi yake, pamba ya mjomba wake, samaki na madini ya nchi yake. Ajabu sana. Tatizo la Afrika watu wanaona lakini hawataki kuona. Wanajifanya vipofu maskini. Wanasikia kabisa lakini hawataki kusikia. Wanajifanya viziwi maskini. Wanasema sana tu lakini hawasemi. Wanajifanya mabubu maskini. Wanajua kila kitu lakini hawajui. Wanajifanya wajinga. Afrika imejaa vijana wengi wajuaji pasipo kujua. Unajua, ukizaliwa utumwani, utaendelea kuwa mtumwa na mjinga hata kama uko huru. Kwenu ni tunduru, lakini unaota ndoto za kwenda kuishi Marekani. Bora hata mngoni anayetamani kwenda kuishi Msumbiji kwenye umaskini wa kunuka. Hata hivyo hawa wote ni watumwa. Hapa utumwa uko kichwani. Hauko Songea wala Tunduru. Huwezi kuona lakini unatembea nao kama shetani wa Afrika sivonekana. Uzito wake unaonekana katika maamuzi yako. Uingereza wana dhahabu nyingi lakini hawana migodi ya dhahabu kule. Migodi iko Kongo. Waulize wa Kongo kama wanafaidi. Wanafaidi silaha tu. Najua umenielewa lakini hutaki kunielewa. Unajifanya mjinga kwa sababu wa Afrika ndivyo tulivyo. Mimi siko hivyo na wala sitaki kuwa hivyo. Wewe je? Wewe ni mjinga? Sijui. Nachojua hayati Fanuel Sedekia alimba. Haitoshi kwa mtumwa kuonywa kwa maneno kwani hajapoyafahamu hata itika. Tatizo la ujinga hauna kikomo. Lakini tukiamua kuupa kikomo tunaweza. Ni swala la kuamua tu, palipo na ujinga mwingi lazima itumike nguvu kubwa. Sio kubembelezana. Punda haendi bila viboko. Ukimbembeleza atakupiga mateke na mzigo usifike. Dawa yake ni mboko tu. Mtu anaingia ofisini kwa kuchelewa, halafu anawahi kwenda kunywa supu. Wanaita break. Huyu atafanya kazi saa ngapi? Ndo huyu akirudi ofisini anataka hela ya supu ya kesho ili asogeze faili lako. Usipofanya hivyo faili lako la madai unaweza likute chooni. Halafu huyo aliyetupa faili lako chooni, weekend ikifika utamkuta kwenye kilauri, nyama choma, ikibinda nkoi na pozeo la baamedi kwa mbali kama si changudoa. Maajabu yaletwayo na ujinga Afrika ni mengi sana. Ukipata cheo usiibe utaitwa mjinga. Ukiiba ukakamatwa utaitwa mjinga pia. Utakamatwaje? Tumbo linafanya mtu aliyeheshimika kuonekana wa hovyo kabisa. Afrika tuna shida bro. Tunakalia kupiga soga na kunywa pombe za ofa huku magari ya serikali yakitumika kubeba majani ya ng'ombe wa watu binafsi. Hapo kuna mafuta ya serikali na dereva wa serikali. Unajua samaki akioza anaanza kunuka kichwani. Matendo na vitendo vyetu yanadhihirisha vichwani hapa kusawa. Pengine tuna vichwa vya samaki. Vimeoza. Tuvikate? Hapana. Tuvikaushe? Hapana.
Tuvifanyaje sasa? Ni tuvisafishe tuondoe minyoo, bado vitafaa kwa kitoweo. Alifanya hivyo mama yangu enzi tunakuwa. Bila kusafisha vichwani tutaendelea kudanganywa na kudanganyika kirahisi sana. Hasa kizazi hiki cha wajuaji pasipo kujua. Kumshawishi Mwafrika amini Afrika ni pazuri kuliko Ulaya ni sawa na kumshawishi mbwa kwamba asali ni tamu kuliko mifupa akakuelewa. Ni kazi ngumu lakini tuifanye bila kuchoka. A tree does not move unless there is wind, inasema methali ya wa Nigeria. China imefika hapo alipo si kwa kuchekeana. Watu walitoka jasho, watu walifanya kazi, habari za kulabata zilisimama. Hata Mao Zedong, baba wa taifa lao, alisafiri nje ya China mara moja tu katika utawala wake. Tena alikwenda kuishukuru Urusi kwa kuipiga tafu wakati wa vita. Muda wote alibaki nyumbani kuijenga China. Leo China ikikohoa Marekani inapiga chafya. Uingereza inazimia na Afrika inakufa kabisa. Naona Magufuli wa Tanzania anafuata nyayo zake. Amepiga mitano bila kutoka nje ya Afrika. Alisafiri kutoka Tanzania kwenda Tanzania na nchi zingine za Kiafrika. Huo ni mwanzo mzuri. Naamini hivi karibuni tutampata Magufuli wa Kenya, Magufuli wa Uganda, Magufuli wa Kongo na Magufuli wa Afrika yote. Na hii ndo ile maana ya aliyotufundisha Professor Patrice Lumumba wa Kenya. Magufulification of Africa. Afrika inahitaji kiongozi mwenye ubavu wa kupambana na nyani ili tusivune mabua. Afrika tumecheka na nyani kwa muda mrefu. Utajiri wetu ukaenda kujenga nje kwa faida ya viongozi wetu na uzao wa wazungu. Ndiyo, huko viongozi wanaandaliwa makazi mema, mapumziko na weekend Ulaya, lakini wakifa wanarudi kuzikwa Afrika. Hivi, kuna kiongozi amewahi kuzikwa Ulaya? Labda Balali wa Tanzania. Wengine sijui. Ukiangalia bajeti za nchi za Kiafrika, ni bajeti zinazolenga kumdhibiti maskini na kunusuru matajiri na wawekezaji hasa wa kigeni. Kazi ya maskini ni kulipa kodi. Huu ndo ushetani wa Afrika sasa. Shetani wa Afrika hashikiki kwa sababu anajificha kichwani. Huwa anakuja kwa njaa kuendesha mauaji halaiki, halafu wanakimbia kutupa muda wa kuzika. Anaua wa Afrika 12 kila dakika kwa njaa. Achilia mbali vita, ujambazi, ukimwi, kisukari na malaria. Shetani wa Afrika hachoki kuwinda, kuua na kuharibu kabisa. Afrika ni biashara nono. Ndio maana shetani hataki kuiachia. Afrika haina chake. Tuna kila kitu lakini tumebaki kuwa taifa la walaji. Tunakula vya kutoka nje, tunakula hadi mitumba na wakati pamba tunalima sisi. Mtumba ni nguo iliyovaliwa, inachokwa, inapigwa dawa, inakuja kuuzwa Afrika. Wakati mwingine kuvaa manguo ya watu ni mikosi tu. Fikiria umepiga pamba iliyokuwa ya shoga. Pepo la ushoga litakuacha salama. Unajikuta mwanaume una hamu ya kuolewa hivi na wala hutaki kuoa. Kwa nini tusizalishe vya kwetu? Tatizo Afrika ina watu lakini watu hawana Afrika. Walishaporwa kitambo. Bora Kongo waliporwa kila kitu wakabaki na ndombolo. Lakini hata ndombolo nayo ikaporwa. Iko Ufaransa na Ubelgiji. Makampuni ya huko ndo yanapata faida. Wa Kongo ni wanenguaji tu. Halafu wakija Afrika sasa kwa mbwembwe. Utadhani Ufaransa yote ni yao. Hakuna lolote pale. Wote ni maskini tu. Huwezi kuwa maskini na wakati huo ukawa mkweli na muwazi. Utakufa njana wakati wenzako waongo na wezi wanakula. Hata vyombo vya habari vilishaporwa kitambo. Tumebaki na vyombo vya hatari. Vimejaa hotuba za viongozi kubaki madarakani na wengine kuingia madarakani. Hotuba zinazohusu posho za overtime na matunzo yao ya uzeeni. Watu kama watu wanasikika kwa mbali, hasa wakitokewa na maajabu. Bibi Kizee kajifungua mbuzi, habari yake inavutia. Inaitwa Big News. Lakini habari za maskini kujilisha katika misitu ya Kongo hazionekani.
habari za Warundi kujilisha kwenye kambi zinazohudumiwa na UNHCR, marufuku kuingia kwenye vyombo vya habari vya Afrika. Kwanza, Afrika ina vyombo vya habari basi? BBC, VOA, Al Jazeera, CNN vinaungurumisha dunia kwa habari za kushangaza kutoka Afrika. Kwa nini basi tusiwe na sauti ya Afrika? Afrika kila mtu anataka kwenda kukaa mjini. Vijijini hapakaliki. Ukiamua kukaa vijijini utachakaa. Ukizeeka utauawa. Hasa ukiwa na macho mekundu. Ukija mjini nako bila pesa utachakaa zaidi. Kwa sababu utalazimika kuishi mtaa wa 7. Mtaa wenye vituko na vimbwanga. Huko, hadi mbuzi wamekaa kisharishari utadhani wametumwa. Imagine, unakwenda kuoga unakuta mbuzi kanywa maji. Unarudi kuchukua maji mengine unakuta kala sabuni. Ukimuuliza Kalimanzila, kwa nini usirudi kwenu? Atakwambia mjini sihami. Anarudije kijijini na barabara za vijijini zinatosha kupita ng'ombe na mbuzi. Huduma ziko mjini. Walipa kodi na wapiga kura wako vijijini. Matokeo yake, miji yetu imejaa majobless kabisa. Shughuli haziendi kwa sababu ya msongamano. Kila kitu kimesimama. Jiji la Dar es Salaam Tanzania peke yake linapoteza bilioni 4 kila mwezi kutokana na traffic jam. Hapa napo utakuta tatizo si msongamano, tatizo ni itikadi. Kwani itikadi ya Afrika ni ipi? Maana Afrika imechanganyikiwa. Ni kama vile haipo. Afrika imekuwa bidhaa, huuzwa na kununuliwa. Imekaa kama mwali anayesubiri kuposwa. Wengi wanafaidika na Afrika, isipokuwa Afrika yenyewe. Kwanza, itikadi ni nini? Itikadi ni gundi ya moto. Itikadi ni tambiko takatifu. Itikadi ni kula kiapo. Itikadi ni ndoa ya mtu na nchi yake. Imani na amani vipo katika itikadi. Waafrika wanahitaji itikadi ili kushikamana zaidi kama gundi ya moto. Hatushikamani kwa kushikana mikono. Hapana. Tunashikamana kwa kuaminiana hata kama ni katika ushetani, na hiyo ndio itikadi. Kwani Hitler na wenzake waliaminiana katika nini? Kwamba wao ni madume ya mbegu na wengine wote waliishia kuhasiwa. Na kweli walihasiwa. Wachache waliponea chupu-chupu. Dunia nzima inamlani Hitler kwa kufanikisha lengo lao. Itikadi ni sawa na dini. Huwezi kujiita muumini na wakati huna imani. Waafrika leo mna nini jamani? Afrika bila itikadi ni pori lenye watu, wanyama, misitu juu chini madini. Bila itikadi mali za Afrika zitaendelea kuwa za dunia nzima. Huwezi kuondoa umaskini bila itikadi. Itikadi itakupa dira. Kwani Waafrika wanajua wanakokwenda? La hasha, wajue wapi? Hawajui wanakokwenda, ndio maana hawafiki. Halafu wanaendelea kwenda tu, tena kwa kasi sana na mbwembwe za utandawazi. Ajabu sana. Utandawazi ni mzuri, lakini bila itikadi huzaliwa utandawazi.